Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Tume ya kuchunguza matukio vunjifu wa amani yaliyojitokeza wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025, Januari 14, 2026 imefanya mfululizo wa vikao vizito na viongozi waandamizi wastaafu, wanasiasa na wataalamu wa uchumi, ikiwa ni sehemu ya kutafuta tiba ya kudumu ya amani nchini. Katika mfululizo wa mikutano hiyo iliyofanyika jijini Dar es Salaam ndani ya ukumbi wa Tanganyika katika jengo la Benki Kuu ya Tanzania yaani BOT, tume imekutana na kufanya majadiliano ya kina na Jaji mstaafu Joseph Warioba, Mzee Joseph Butika pamoja na mwanasiasa January Makamba. Mikutano hiyo imelenga kupata uzoefu wa viongozi hao katika masuala ya utulivu wa nchi, kuelewa namna vurugu hizo zilivyoanza, athari zilizojitokeza kwa watu na miundombinu, pamoja na kupokea ushauri wa kitaalamu na wa namna ya kuzuia matukio hayo yasijirudie katika chaguzi zijazo. Aidha, tume hiyo pia imekutana na wataalamu wa uchumi kutoka taasisi mbalimbali za serikali na sekta binafsi, ingawa haikutolewa taarifa rasmi. Kwa asilani ya watu wa karibu walioitwa wanatarajiwa kueleza kwa kina namna uvunjifu wa amani ulivyotingisha misingi ya uchumi wa nchi, ikiwemo kudorora kwa shughuli za kibiashara na uharibifu wa mali za wananchi na umma wakati wa kipindi hicho cha uchaguzi, na kupendekeza hatua za kuchukuliwa ili kuhakikisha kuwa siasa za nchi haziwi kikwazo kwa ukuaji wa uchumi, bali ziwe kichocheo cha utulivu na uvutia uwekezaji. Tume hii iliundwa kufuatia maelekezo ya Rais baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Uchaguzi huo, ingawa ulihitimishwa, uligubikwa na matukio ya hapa na pale ya uvunjifu wa amani katika baadhi ya maeneo ya nchi, jambo ambalo liliibua hofu na kusababisha uharibifu wa mali na majeruhi kwa baadhi ya wananchi. Lengo kuu la serikali kuunda tume hii ni kufanya uchunguzi wa kina na wa haki ili kupata kiini cha machafuko hayo. Badala ya kulaumu, tume imejikita katika kukusanya ushahidi, kusikiliza maoni ya wadau wote na kutengeneza ripoti itakayotoa dira mpya ya kitaifa kuhusu namna ya kuendesha michakato ya kidemokrasia bila kuathiri umoja wa nchi. Wito kwa wananchi: jitokezeni kutoa maoni. Kazi ya tume hii haina tija kama wananchi, ambao ndio waathirika wakuu na mashuhuda matukio hayo, hawatashiriki. Tume inatoa wito kwa Tanzania kutoa makundi yote kuendelea kujitokeza kutoa ushuhuda na maoni yao. Umuhimu wa wananchi kujitokeza unatokana na sababu zifuatazo: kutibiwa kwa vidonda. Kutoa maoni ni sehemu ya mchakato wa maridhiano na kuponya mioyo walioumia. Kusema ukweli. Ili tume ipate picha halisi ya nini kilitokea mitaani, inahitaji sauti ya wananchi wa kawaida, si viongozi pekee. Kulinda baadaye. Maoni ya wananchi wa leo ndio yatatengeneza sheria na taratibu zitakazomlinda mtoto wa Kitanzania katika uchaguzi wa mwaka 2030 na kuendelea. Tume imesisitiza kuwa itaendelea kukutana na watu wa kada mbalimbali wakiwemo waathirika wa moja kwa moja ili kuhakikisha kuwa ripoti itakayowasilishwa inabeba hisia, ukweli na matamanio ya Tanzania wote katika kudumisha amani iliyoachwa na waasisi wa taifa hili. Nikusihi mtazamaji wa Kasako Media, kwa update zaidi unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ambapo Instagram na Facebook ni Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.